Huwezi kuchukua mateso ya Mwenyezi Mungu, usimpime mzima kama hivyo. Hapa ni pahala pamoja mtume Mwenyezi Mungu amekataa uzito, na pahala pengine wakati Nabii Yusuf yuko gerezani. Kule gerezani alipokuwa Nabii Yusuf yuko, huku nje mijini, bwana mkubwa katika mji wa Misri akaota usingizini ndoto ambayo ilimshtua sana, akataka apate tawili ya ndoto ile. Na alipowakusanya waaguzi wa ndoto wote katika nchi nzima, walishindwa kuagua ndoto ile, na walisema hii ndoto kama hii si lolote, si chochote isipokuwa kama itakavyokuwa adghathu ahlami, ni mparaganyiko wa mambo tu ya ahlam. Yani njozi mtu asijui itatokea mwanzo wala mwisho, ajishtukia tu ghafla tu, hawezi kuisimulia kama ataamka. Kama atakuwa anakumbuka jisu lililomzama tumboni, labda kabwa jisu. Au kama atakumbuka ni zile resi aliyokwenda nyingi sana kumkimbia simba aliyeingia mtaani, akaingia mpaka ndani mwao, mpaka jikoni, yeye kenda mbio kiasi ambacho kaanguka baadaye na simba kwa chini miguu. Akazindukana ghafla baadaye akaona nilikuwa naona kama ninauliwa, kumbe uongo, kumbe ninaota. Anashukuru. Halafu alipolala tena, mara anaona kakabaswa na mtu asomjua sura yake, kumbe kashiba sana maskini. Na baada ya kushiba sana kalala chali chali. Inakuja wanamwambia kwamba hizi ni azghathu ahlami, wama nahnu bitawili alahlami bialimin, na sisi ndoto kama hizi za tawili za ahlami hatujui. Hapo ndo akakumbuka mtu mmoja katika wale waliokuwa nao gerezani Nabii Yusuf, akamwambia yuko kijana hodari sana kuagua mambo haya, yuko jela, sisi tuliota namna kadha 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 kadha. Akatufasiria, na hivi leo mimi nimerejea tena kazini kwangu kukamua pombe kwa ajili ya bwana wangu, na nilikuwa jela, na mwenzangu kaambiwa ya kwamba wewe, hayo ndo mauti yako, hayo utanyongwa wewe. Kitu chokeo singizini Nabii Yusuf kaambiwa utanyongwa, na ikawa kweli kanyongwa. Akapeleka ujumbe bwana mkubwa kwa Nabii Yusuf. Kufika Nabii Yusuf, badili ya kutaka pale sasa iwe tena wepesi wa kutoka gerezani, hatimaye alisema kwamba mimi kwa hakika sitoki humu. Aliagua ndoto na baadaye akaambiwa kanichukulieni Yusuf. Baada ya kuagua ikatokea right vile vile ilivyo. Akapelekewa ujumbe kutoka juu, sasa anatakiwa akakae chini ya bwana mkubwa. Ituni bihi astakhlisu li nafsi, nileteeni Yusuf nimchague kwa upande wa nafsi yangu awe katika mshauri wangu, mshauri wa mfalme, mustashar al-malik, mshauri wa mfalme akawe. Nabii Yusuf kupeleka ujumbe ule akaambia, la, jambo la kwanza muulizeni bwana mkubwa kwa nini mimi nikaingia jela. Nataka kwanza kosa langu lijulikane kwanza. Khalafu takeni kujua habari ma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna. Sitoki mimi jela mpaka ulizeni kwanza habari ya wanawake waliojikata mikono yao. Wamejikata kwa nini? Na mengi yamesema, mimi nikaonekana kwamba nina hatia, nikatiwa huko. Nabii Muhammad anasema, wallahi ningekuwa mimi ni Yusuf ningetoka haraka jela kwanza, halafu ndo nikataka masuala mengine. Mchezo na jela. Nabii Muhammad anasema nisingekaa korokoroni mimi. Anasema Mungu amrehemu Yusuf huyu. Ujasiri gani huu wa kiutume alikuwa nao huyu? Anastahimili kama hivi? Anasema la, mimi kwa hakika hapo ndo hizo resi ningezitoka hapo mimi. Nisingetaka hata kwenda reception pale kuulizia habari ya magwanda yangu, ukanda wangu, viatu vyangu, saa yangu, na kama kuna pesa niliserenda siku kuingia jela ndani pale. Ningewaachilia wao, mimi ningetoka mbio kwa watu wangu nakimbilia. Nabii Muhammad anataka wepesi kama Mola wake anavyotaka wepesi kwetu sisi. Yuridu Allahu bikumul yusra, anataka Mwenyezi Mungu kwenu wepesi, wala yuridu bikumul yusra, wala hataki kwenu nyinyi uzito. Kule kamwambia kijana, omba dua hii, usiombe dua ya kuteswa na Mwenyezi Mungu duniani. Hata huwezi kuchukua matendo ya Mwenyezi Mungu wewe. Ya nini kujikalifishia kama hivyo? Dua gani naomba hii wewe? Omba dua nyepesi, usijiapize. Hapana kujiapiza mwenyewe kwa mwenyewe. Huwezi kuchukua.
Maneno ya kishetani hayo, mtu kusema bora ningelikufilia mbali mimi, bora Mwenyezi Mungu angeniondoa duniani mimi, basi bora angenipofua macho mimi. Hapana, huwezi kuchukua. Ukipofuliwa macho utakuwa kafiri wewe, huwezi kustahimili hiyo neema ya macho. Sasa hivi hujui kwa kuwa unayo. Hapo utapokosa moja tu katika hayo, ndipo utapojua kumbe macho kitu kikubwa. Sasa hivi huwezi kujua vidole vyako hivi vyote vitano kwamba ndio venye thamani kubwa ya utendaji wako kazi, lakini utajua thamani yake kimoja tu kikipata athar, na ikawa sasa huwezi kukoga mwili mzima ila ukogee mkono mmoja. Mkono ni kijaraha, ndio kumiminia maji, na huu mzima ndio ujisugulie, na hukuzoea mkono kulia ujisugulia, basi unajionea mambo kinyume nyume. Na kidole hicho kwa mfano kiumie kushoto, na mkono wa kushoto ndio unastanjia wewe, na umeambiwa kikigusa maji hapo mjomba itakuwa hatari kubwa. Maji kisiguse, tahadhari sana. Hapo ndipo utapojua kwamba kumbe vidole vyangu kwa hakika ni neema kubwa. Leo umefahamu leo. Qala Ibn Hazm, mufti wetu anasema, mimi sisemi peke yangu, na quote na maneno ya mwenzangu mwanachuoni Ibn Hazm katika masuala haya. Amesema Ibn Hazm, la yanqudu saumu, haitengui ibada ya funga, hikna, kutolewa damu mtu katika mwili wake, wala su'utun. Su'utun anaifasiri bimaana nushukun. Nushukun ni katika mambo ya kutumika pua, labda snaf ile ya dawa ile kanusa kwa kamasi alizonazo. Anasema Ibn Hazm haitengui. Kama mwenyewe Muislamu atona haipendezi, nitakaa kitako nistahimili mpaka jioni hiari yake. Haambiwi kwamba kala kwa ubaridi ule wa Vicks aliyoupata pale, wala kama kanywa, wala matone ambayo daktari kamwambia inua kichwa upesi upesi, uko katika hali mbaya sana sasa hivi, matone anampelekea kwenye pua na bila shaka yatapenya mpaka kwenye koo. Haambiwi kwamba kala kitu, yale si maji, hapati faida yoyote. Matone yale hayamsaidii chochote katika saumu yake kupunguza kitu, bali hata hayo maji kabisa kabisa ya kutawadhia, atawadha udhu, yametokezea accidentally kwenda mafunda, funda zima limekwenda gujwa kakilimeza. Asibabaike mfungaji, funga yake sahihi, aendelee tu. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, hukumu yake inakuwa Mwenyezi Mungu amemnywesha mwenyewe kwa mapenzi yake na kumlisha yeye. Kama kasahau, kapenda Mwenyezi Mungu mfungaji wake amnyweshe kitu kwa njia ya kumsahaulisha, kapenda Mwenyezi Mungu. Unasahau baadhi ya wakati bwana, unakwenda mpaka kwenye friji lako linakuvutia, maji yanang'ara, unamimina kwenye gilasi, bado haikuja fikra kabisa, mpaka unapiga atokea mtu anakwambia, vipi kwani nimetokuya leo? Kwa nini? Nimefanya nini? Naona kunywa maji na mwezi wa Ramadhani. Unakuja kutanabahi baada maji yashakwenda. Saumu ingali sahihi bado, seuze matone ambayo ni ya dawa. Hayo maji uliokunywa saumu sahihi. Seuze matone ya dawa yametiwa, funga yako iko pale pale bado. Huko sikula wala sikunywa huko bado kabisa. Anasema Ibn Hazm huyo, wala madmadhatun, wala haitengui funga kusukutua nako vile vile. Kusukutua ambako dakhalat alhalqa, hapana, merukiza kidogo. Wala tuftiru, wala haifungulishi fi udhunin, ikitiwa matone kwenye shikio vile vile. Wasije watu wakatishana katika mambo ya saumu, wakaweka sheria kwa vinywa vyao wenyewe tu. Wewe unachokoa shikio, umejitia pamba shikio na hivi na hivi, saumu batili. Tundu hizo, tundu manake zote ziko wazi, kikiingia kitu. Hapana, si katika mafunzo ya Nabii Muhammad hayo, wala kwenye Qur'ani al-Karim. Wala kupitia matone shikioni hakufungulishi mfungaji. Wala taktiru, wala matone, na sio tuftiru, wala taktiru, wala matone fi udhuni, katika mashikio, au fi ihlilin, au katika ihlil. Ihlil ni mishipa katika sehemu za siri, mishipa ya mkojo. Unatiwa kitu ndani ya mshipa wa mkojo kutibiwa maradhi ulionayo, aidha ni gonoria
au kichocho au chochote kingine kile. Siku za nyuma kulikuwa hakuna utaalamu wa tablets hizi capsule antibiotic, kulikuwa hakuna mambo hayo. Ilikuwa tetracycline haijavumbuliwa. Ilikuwa lazima mwiba uende ndani katika kiungo chake mwanamme, huko ndo daktari ana press vitu anamwaga ndani kule, na matibabu hayo atayafanya kwa ayamu ya siku. Shindano inamuuma ajabu mtu, na kama atakuwa ni mfungaji saumu yake sahihi pale, haikuhusu kitu ambacho funga ile. Hiyo huitwa ihlil. Au fi anfin, au kutiwa matone kwenye pua, wala istinshaki, wala kupandisha maji puani hakumfungulishi mtu, hata kama baadhi ya matone yamepenya yamekwenda kwenye koo. Wa in balagha alhalqa, hata kama matone yale yamefika mpaka kwenye koo. Wala madmadhatun, wala kusukutua hakutengui baada ya funga, kusukutua ambako dakhalat alhalqa, kumefika mpaka kwenye koo, min ghairi ta'ammudin, bila ya kukusudia. Ingawa hadithi ya Mtume imemwambia mfungaji kama atakuwa kafunga basi asifikishe mbali katika kupandisha maji puani akitawadha. Ama kama atakuwa hana saum basi baligh fil istinshaqi, fikisha mbali maji yako katika kupandisha maji puani. Inua kichwa hasa, fanya mpaka huko iende maji. Illa an takuna saiman, isipokuwa kama utakuwa mfungaji basi. Lakini baadhi ya wakati hata huyo mfungaji kafanya kazi za mavumbi katika saruji, kashughulika na upakwaji wa saruji, vumbi limemsakama mpaka kwenye koo, limefanya gamba, vumbi limeingia kwenye pua mpaka imekuwa sasa anapumua kwa tabu kubwa. Inabidi kutawadha pale, ajisaidie kwa maji, apeleke mpaka mbali, ayatoe saruji, vumbi litoke. Ikitokezea bahati mbaya maji yamepenya yamekwenda, haambiwi saumu yake batil, hayupo kwenye makusudio yale. Isipokuwa kama atakuwa ni mjanja, kapata fursa, ngoja nikatawadhe, ngoja nikatoe saruji, ngoja nikafanya hivi kule. Kwa mfano ndo anapata kidogo relief, anafanya maksudi kuyatia ndani pale. Masala mengine pale, masala mengine tunazungumza min ghairi ta'ammudin, bila kukusudia. Wala kahlun, wala funga haitenguki kwa mambo ya ointment, ya vitu vya utomvu, vidawa zitiwazo kwenye macho au wanja. Kuna baadhi ya wanja ni dawa kubwa sana ya macho, unaondosha tongo takataka katika siku za maradhi ya macho, kama siku za joto zile. Kwa hakika vitu kama hivyo havitengui kabisa baada ya saumu. Wa in balagha ila alhalqi, hata kama dawa hiyo itafikilia mpaka kwenye koo, naharan au lailan, na iwe mchana wa Ramadhani au usiku wake vile vile. Bi'akakir, na ikiwa dawa hizo zimekuwa ni kwa namna ya drugs, yani vitu vyenye kulewesha, limepenya kwenye pua, labda kanusa kidogo hivi, taabani kuchelewa, na iwe kwenye mashikio, kanusa, taabani kuchelewa, hata kama ni vitu vya kulewesha, basi bado saumu itabaki pale pale, pengine kazuiliwa kwa muda saa moja tu pale. Anataka kupasuliwa uvimbe wake ulioko, na jamaa lazima uonje kitu, lazima kwenye pua yako tukunusishe ulale, au injection maalum apigwe pale apate kulala. Operation ile haiwezi, na operation ilikuwa ni ndogo sana kabisa, ni kukamuliwa jipu lake usahani usaa pale, kesha anainuka pale, saumu sahihi kabisa kabisa. Ni kwamba akili yake iko pale pale, alilala kidogo tu kwa kiasi cha kuondolewa machungu tu basi, au ghairiha, au kwa matibabu mengineo vile vile. Wala ghubarun, wala vumbi halitengui baada ya funga. Tahnin, la unga wa kusaga, wanafanya kazi watu kwenye vinu vya kusagia unga, vumbi linawaingia mpaka puani, wakati mwingine mpaka mdomoni, inasakama mpaka kwenye koo. Vumbi lile bado kabisa sio chakula wala sio kinywaji, saumu yake sahihi bado inakuwa. Arbalatu daqiqin, au wakati mwingine anakuwa na vitu vya arbalatu daqiqin, vumbi la ungangano vile vile, chembe chembe. Au hinaun, au hina za wanawake hizi,
au utrin, au manukato yameingia kwenye mwili, funga iko pale pale sahihi. Au handalin, au vitu kama hivyo vyote vya manukato, handalin na nini na nini, vyote hivi havitengui funga. Au ayu shay'in kana, au chochote kilichokuwa kimemwingia ghafla kwenye kinywa. Wala dhubabun, hata kama nzi kapenya ndani ushammeza. Dakhala alhalqa, aliingia kwenye koo, bighalabatin, kwa ghafla tu kapenya. Unajua tena mambo ya funga alivyo bwana. Kakamata msahafu mtu baada robo saa, usingizi umemchukua na kakaa kinywa wazi, analala kachalala chopi. Kinywa wazi, manzi amepita pale. Katika waliopita pita pale kafanikiwa mmoja pale kaingia ndani, kuja kushtukia bali shammeza. Asije akaambiwa maneno pale kwamba katafute sembe mjomba, huna kitu. Nzi kishaingia ndani, maana kaonekana anahangaika pale, wapi kisha penya. Alipoulizwa nini, nzi bwana kisha penya. Basi kwa hapo ulipo sasa hivi wewe bwana katafuta chakula ule. Huyo nzi hakukusudia kumbaka amle ile amsaidie njaa ya saumu hata kidogo. Kapenya kwa ajali, kapita ghafla, saumu yake bado ni sahihi kabisa, anaendelea nayo. Anasema Dr. Yusuf Qaradawi, anamalizia swala hili kwa kusema wastadalla Ibn Hazm, ametolea dalili Ibn Hazmi lima dhahaba ilaihi, kwa hayo aliyokwenda nayo kwenye rai aliyosema. Fakala, akasema innama nahana Allahu, alichotukataza Mwenyezi Mungu sisi, fi saumi, kuhusu ibada ya funga, anil akli, ni kuhusu kula, washurbi, na kuhusu kunywa, waljimai, na kuingilia, wataamudi alqai, na kujitapisha makusudi. Ama matapishi yaliyomzidi mtu ghafla bila kutegemea, kainama hivi ametoka, basi bado saumu anayo. Ama kama kajitapisha makusudi, kajitia madole mpaka kwenye koo, lazima atapike pale, naam, funga batil. Lakini kama amekuja ghafla amemfoka tu, bado anabaki na funga yake, anasukutua, anajisafisha vizuri kabisa, anaendelea na saumu. Saumu sahihi inakuwa. Wataamudi alqai, na kujitapisha makusudi ndo kunabatilisha. Wal maasi, na kubwa zaidi la kubatilisha funga ni maasi yote yalikatazwa mtu kuyatenda, hata katika wakati wa mchana. Lolote katika maasi akiyafanya, afahamu tu kwamba funga batil, hakuna hivyo la hivi. Pale akiendelea, anaendelea tu. Lakini kama amekaa pahala, amemteta mtu, amemsema mtu, amemsengenya mtu, hivi vitu kwa hakika funga batil. Kwa nasi ya hadithi za Mtume imekuja wazi wazi, man lam yada qawla zur wal amalu bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Asiyeweza kuacha maneno ya uongo na ujinga na vitendo vibaya, basi Mwenyezi Mungu hana haja na kuacha kwake kula na kunywa. Ina maana funga batil. Wal maasi, na maasi yote, kusema uongo, kutizama kwa matamanio, kudhulumu dhulma yoyote ile, hata kama dhulma hiyo mtu anawadhulumu watu wake wa nyumbani kwa kuwafanyia ubakhili, hata kuwapa chakula, kaondoka kawatupa, hana mawasiliano nao, hakuwaachia kitu cha matumizi, amewadhulumu, kwa hakika ni maasi yale, na funga ni kwa batil. Wama alimna, anasema Ibn Hazmi, sisi hatujapata kujua aklan wala shurban, kula wala kunywa, yakunu min duburin, kwamba itapatikana mtu anakunywa kwa sehemu yake ya siri ya nyuma. Ndo anakunywa vipi hivyo? Hanywi. Kama atapigwa bomba ili apate kuendesha, basi bado saumu yake iko sawa sawa. Haambiwi kwamba shapa bomba we, ushakunywa we debe la maji, tena unafunga kitu gani? Hapana. Anasema Ibn Hazmi, wala alimna, hatujapata sisi kujua aklan, kwamba kuna kitu kinaitwa kula chakula, wala shurban, wala kunywa, yakunu min duburin, kuna kupitia katika duburi ya mtu, au ihlilin, au katika sehemu yake ya mbele katika mishipa ya mikojo.
hakuna kunywa kama huko. Au udhunun, au kupitia kwenye sikio, au ainin, au kupitia kwenye macho, au anfin, au kupitia kwenye pua, au manjuriha, au yule ambaye kajuruhiwa, kisu kimekwenda wapi? Fil batni, kwenye tumbo. Kisu kimekwenda kwenye tumbo pale, na ikabidi tumbo pale kafanywa dawa kidogo na hivi na hivi. Haiambiwi kwamba yeye kala kwa kupitia tumboni, hali mtu kupitia tumboni kwamba pasuliwe hapa tena chokwe tonge ugali ati hapa ametoka ugali ati hapa, hawezi kula abadan. Hatuhisabu kuna namna kama huko. Au irasi, au kapata jeraha kichwani ndo akaambiwa funga yake itakuwa batil. La, ila kama ataambiwa na daktari asifunge kwa hali yake ya kiafya au masuala mengine, lakini sio habari ya kufunguza kichwa kile. Wama nuhina qatun, na wala sisi hatujakatazwa abadan an nusila ila aljawfi, kutokana na vitu vya kufika kwenye tumbo hatujakatazwa, bighairi alakli, isipokuwa kula hasa, wa shurbi, na kunywa hasa kwa kupitia kinywani mpaka tumboni, hapo tumekatazwa. Lakini kwamba kitu kimeingia tumboni tu, kwamba suo tu kichwa tumboni, la, hatujakatazwa. Ma lam yuhram alaina, madhali hapaja haramishwa juu yetu, isaluhu, kufika vitu hivyo katika tumbo hilo. Anaendelea kumaliza suala hili Yusuf al-Qadhi kwa kusema si peke yake Ibn Hazmi, naungana naye tena Ibn Taymiyyah vile vile. Waqala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, na akasema Shaykh al-Islam bin Taymiyyah kwamba fil kahli, kuhusu kutia dawa kwenye macho, walhiknati, na kutoa damu katika mishipa ya damu, watakthiri fil ihlili, na kutiwa matone ndani ya mishipa ya mikojo, wa wusuli dawai, na kufika dawa ila aljawfi, mpaka kwenye tumbo, lakini an tariqi jarahatin, kupitia kwenye njia ya kijaraha tumboni pale mpaka mwisho wake. Maneno hayo anasema bin Taymiyyah, al-azharu, inavyoonekana waziwazi, annahu la yuftiru bishai'in, ya kwamba funga haimfungulishi mtu kwa chochote, min dhalika, katika hayo. Fa inna siyama, kwani hakika ibada ya funga, mimma haramaha Allahu, katika yale ambayo fa innal umura, fa inna siyama, kwani hakika ibada ya funga, min dini lislami, katika dini ya Kiislamu, alladhi yahtaju ila ma'rifatihi alkhas, inahitaji maarifa khasa ya khususia, walami, na maarifa ya umumia, maarifa ya kijumla na maarifa khususia. Asitoe tu mtu hivi dhana akamwambia mtu kama hanafunga, au yeye mwenyewe akajitakidi bure bure kuwa hanafunga, ila awe na ilmu ya kutosha kwamba hapa mtu anaambiwa kwamba hanafunga tena pindi likimtokezea hilo. Falau kanat hadhihi al-umur, basi ingelikuwa mambo haya, mimma haramahu Allahu, ni katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha, anasema bin Taymiyyah, wa rasuluhu, na mjumbe wake, fi siyami, kuhusu funga, wa yufsidu sawma, na ingelikuwa funga inaharibika biha, kwa mambo hayo, anasema bin Taymiyyah, lakana hadha, ingelikuwa mambo haya, mimma yajibu, ni katika yale ambayo lazima yawajibike, ala rasuli bayanuhu, lazima mtume abainishe, asingewacha kimya kimya, angeingia kwenye kila upande. Mtume asingebakisha hata kitu kimoja, angemwambia mtu, na pua yako ikitumika matone, funga yako batil, mashio yako ikitumika, funga yako batil, utupu wako ukichezewa, ukesha ukatiliwa dawa. Kuchezewa si kwa maana ya luxury, hapana, ni kuguswa kwa matibabu, ukamwagiwa ndani yake matibabu, funga yako batili. Hapa ilikuwa ni wajibu kwa mtume wa Mungu, lazima kwenye ibada abainishe yote mambo ambayo mubtilati saumu. Walau dhakara dhalika, na tuseme mtume kataja mambo hayo pahala, la alimahu sahabatu, wallahi masahaba wangetambua mambo hayo, yasingekuwa ni usiku wa kiza mpaka masahaba, lazima masahaba wangejua na wangetusimulia. Wabalaghuhu al-umma, na wangeafikisha masahaba mambo hayo kwa umma, kama balaghu, kama walivyofikisha masahaba saira shar'ihi, sheria nyingine zilizobaki za dini hii, hawakubakisha chochote masahaba. Falima lam yanqul ahadun,
kwa vile ilivyokuwa hakunukuu yoyote min ahli ilmi, katika watu wa ilmu, ani nabii, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fi dhalika, kuhusu mambo hayo, hadithan, hata hadithi moja haikuja, sahihan, si sahihi, wala dhaifan, wala hadithi dhaifu haikuja hata moja, wala musnadan, wala ile ambayo imeegemezewa, wala mursalan, wala hadithi ambayo imepelekwa mursal tu peke yake. Basi ilivyokuwa hakuja chochote katika mambo hayo, ulima, hutambulikana, annahu, ya kwamba, lam yadhkur shay'an, hajataja bwana mtume chochote, min dhalika, kuhusu habari hiyo. Anafunga kwa kusema wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Hilo ndo suala letu la leo, namna gani Mufti Yusuf al-Qaradawi kwa kushirikiana na wenzio wawili Ibn Hazmi pamoja na Ibn Taymiyah wanazungumzia kadhia ya mambo haya. Na mambo haya kwa hakika ndo utaona hutiliwa vurugu tokea huko chuoni, kule chuoni kule. Wanafunzi tunapeana mambo ambayo sisi wenyewe tu ndo wahi wetu sisi wenyewe tu. Chochote kikiingia shikioni kile, funga batili, na hivi na hivi, funga batili. Mate yako mwenyewe ukiameza funga batili. Umuone mtu tena popo, njia nzima kaeneza mate popo, hatimaye kitu ambacho ni thamani kwake, muhimu, lazima awe nacho, saliva, mate yale lazima awe nayo, yamsaidie uhai. Tahamaki kisha kauka kabisa, koo limekuwa kavu, hana, kapungua tahamaki, naye mwenyewe lego chini, povu na mtoka la kinywa. Sasa mate kayatema yote hayo. Ukiyatema hayo mjomba, ndo basi na safari unayatema kwa kiasi cha haja, labda imekuzidi kinywani kidogo hivi ukupenda, unayatema kwamba labda umesikia pahala umepita harufu mbovu kabisa inanuka, na ukimeza unahisi kama unatoelea harufu ile, labda ukaona bora nteme angalau kidogo njisaidie pale, masala mengine. Lakini sio kila wakati. Mate yako mwenyewe hayakufungulishi saumu, huko hakuitwi kula na kunywa kwa mate yako mwenyewe. Tunageuza sasa ukurasa, tunaondoka kwenye jawabu hizi za faida ya siyam. Haya mambo kwa hakika yanataka yajulikane kwa ufasaha makini kabisa, watu waache kudanganyana. Hii ni ibada ya Mwenyezi Mungu, kwa hakika yataka ifanywe kwa ufanisi, na sio kwa kubahatisha, na sio kusukuma sukuma tu. Anauliza vipi kuhusu kuwekewa dripu mgonjwa. Yusuf al-Qaradawi hakubakisha, subiri, kuwa mstahamilivu, yanakuja kwa mkururo mambo hivi. Kwa mkururo, orodha hii ndani yake atakuja kuzungumza baadaye haya. Sasa hivi tunaingia katika kitabu, siku ya Jumatano huwa tunasoma Riyadhus Salihina, na kwa wale wenye vitabu tunaishi katika mlango wa 36. Mlango huu unazungumzia maudhui babu nafakati ala al-iyal. Mlango unataja juu ya habari ya matumizi ya Muislamu kutumia kwa familia yake, jamaa zake waliomlazimu kuwaendesha. Pahala hapo tukasema katika darasa za nyuma, kwa kulinganisha na siku tulizozikabili za Ramadhani, huo mlango kwa hakika ni mlango mmoja katika mlango muhimu mno, mtu kuelewa wajibu wake wa kutumia matumizi ya lazima kwa wale ambao yeye kalazimika kuendesha. Asipofanya hivyo, basi asiweke kipaumbele katika mambo ya kupiga mswaki kwa Colgate, asiweke kipaumbele kwa saumu yake kuhusu nzi kammeza, ametiwa dripu nani matone kidogo kwenye mashikio, ametiwa matone katika pua, ametoa damu kumsaidia mtu. Hayo mambo kwa hakika hayamo kwenye mikakati ya saumu. Kuitengua saumu itatenguka kama mtu amewadhalilisha watu wa nyumbani kwake, amewahangaisha mwezi wa Ramadhani, amewapa dhiki ya chakula, amewadharau, amewatupa, hana mawasiliano nao. Ama kwa hakika huko anakokwenda na yeye vile vile saumu yake inaweza kutenguka, kwani kufanya hivi ni maasi, na maasi yote hutengua funga. Kila ukijua kwamba hili ni asi, ujue funga inaharibika. Ana khiari yake Mwenyezi Mungu kuibakisha kidogo au kukusamehe kidogo,
na khiari yake kwamba aifisidi yote, haikatae kwa siku ile kila ovu. Ndo maana ukaambiwa mwezi wa Ramadhani bwana ukimbilie zaidi misikitini, ukakaa itikafu mchana wa Ramadhani, ukakaa itikafu msikitini ujipatie faida. Ima umekaa darasani mle unatia tu thawabu za kupata faida na kupata ilmu na kusikia mengi na kujiepusha macho yako na ulimi wako. Macho hayamuoni mtu alokaa uchi, wala ulimi haumsengenyi mtu saa zote hizi. Kaka kitako muislamu pahala bukheri anajipokelea mambo yenye manufaa na yeye, na akiondoka muda alobakia ni muda mdogo, ameunusuru. Lakini kama atabaki katika majia na mitaa, kwa hakika na kuwa yuko katika njia mbaya, njia finyu kabisa ya kusalimika na mambo ya ulimi. Binadamu na ulimi taabu kusalimika, kama sizungumze mtu asimseme mtu kutwa moja nzima taabu. Kwa hali hiyo al-infaqu kuhusu jambo la kutumia ala al-iyali, juu ya watoto au watu wanaomlazimu mtu, ni mlango ambao muhimu sana, hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili mtu kuilinda funga yake ikubaliwe. Tulisoma katika hadithi za mlango huu ambazo zote ni 8, tulizisoma 7 zote, tukabakisha moja tu ya mlango huu. Leo hii tunaimaliza hadithi moja ya mwisho katika babu an-nafaqati ala al-iyal. Hadithi ya mwisho inasema, wa anhu, na kutokana na sahaba huyo tulomtaja katika hadithi za nyuma, atakuwa ni Abi Mas'udi al-Badri, ndo mtu wa mwisho tulomtaja katika nyuma. Kapokea ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutokana na mjumbe Mwenyezi Mungu. Qal, mtume kasema, al-yadul ulya, siku zote muislamu mkono wako wa juu, khairun, unahisabiwa kwa ni bora sana mkono huo, min al-yadi sufla, kuliko mkono wa chini. Nini maana mkono wa juu? Al-yadul ulya hiya al-yadu al-munfiqatu. Mkono wa juu hapa maana yake ni mkono wenye kutoa, al-mu'tiyatu, wenye kutumia, wenye kutoa, ndo mkono wa juu. Huo ni bora sana kuwa nao, kuanzia watoto wako na watu wa nje. Wewe uwe na mkono wa juu. Mwenyezi Mungu kama amekuwezesha kuwa na mkono wa kutumia, kuwa na mkono wa kutoa. Usipendelee muislamu kuwa na mkono wa chini. Mkono wa chini ni nini? Al-yadu sufla, mkono wa chini, hiya asaila, huu ni mkono unaoomba, nipe nipe, ndio mkono wa chini. Al-yadul ulya, mtume anasema mkono wa juu, yani mkono wa kutoa, mkono wa kutumia matumizi, ni bora sana mtu kuwa nao mkono huo wa ukarimu, hususan ndani ya kipindi hichi. Kwa hakika mtu akijifanya mkarimu katika kujipa zoezi, mbali ya thawabu atakazozipata sana mwezi huu, bali iwe ndo tabia yake tena hiyo katika maisha yake, hata katika siku za kula mchana ajifundishe kuwa karimu, asibane bane mkono, na aache kabisa muislamu kuomba omba watu nipe nipe. Uislamu haukubali mambo hayo. Umewaweka kwenye sheria watu waombaji ni watu maalum, sio kila mtu anaomba tu. Muombaji labda yule ambaye amechukua mizigo ya watu, yeye mchukuzi tu, labda hicho kimashua chake ndo anakitumia kupakilia mizigo ya watu. Mashua imezama na saruji za watu zimezama, unga wa watu umezama, sijui nini cha watu kimezama. Sasa amekuwa yeye hohehahe na cha kulipa hana. Ameruhusiwa kisheria awaombe Waislamu wamsaidie, akikipata tu cha kurejesha mali ya watu ajizuilie pale pale na kuomba. Huyo mtu wa kwanza huyo. Wa pili ni mtu ambaye amefikwa na maafa katika dunia, hakuchukua mali ya watu, lakini maafa yamefika yeye mwenyewe. Labda nyumba imeungua moto, hakubakiwa na chochote ndani, sasa anaanza maisha upya. Huyu karuhusiwa kuomba. Au wezi wamemuingilia ndani ya nyumba, hakumbakisha kitu mpaka vitanda. Au njiani wamemkabasa na mali yote wamechukua, ameruhusiwa kuomba mpaka apate cha kuendeshea maisha, alafu ajizuilie. Na watatu
ni mtu ambaye kafilisika ghafla, yeye mwenyewe mali yake mwenyewe imezama, imepotea, imeharibika, ghafla kafilisika, kapata maafa. Mpaka wanaweza kusimama watu waadilifu wenye akili timamu katika watu wake wanaokubalika waadilifu, wanasema kwamba jamani, laqad asabat fulanun faqa, fulani imemfika ufakiri wa ghafla, ameruhusiwa kuomba mpaka apate qiwamu min alaishi thumma tarakahu, kisha awache kuomba. Mwingine huyu anaotoka kila asubuhi na mikoba ya ukili au nini, nipe 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 nipe, ikiwa majiani, ikiwa madukani, Uislamu haujamkubalia kuomba. Uislamu haujamkubalia kuomba, bali Waislamu watakiwa washughulike nao kabla ya kuomba watu wale. Kuna haki maalum za katika milango ya zaka. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب كذا 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 كذا. قبل hawajaanza kuomba wanatakiwa watazame na Waislamu wale. Huenda Waislamu wenyewe wakawa wameingia makosani kwa kusababisha watu waombe, wameacha kutoa zaka, wameacha ukarimu, wameacha kila kitu katika dini, wanafanya mengine ambayo hawapati thawabu ila madhambi. Matokeo yake wale wenye haja wanaingia kuomba mitani. Wanatakiwa wasafishwe wote wale, wawekwe pahala maalum, watengenezewe mambo yao, haki za Uislamu zitoke za mali moja kwa moja ziwafikie hao, mpaka kusiwepo na mtu ambaye anaomba ila anaomba mtu kisheria. Hiyo ndo mikono miwili, mkono wa juu na mkono wa chini. Mkono wa juu ni mkono wa kutoa na mkono wa chini mkono wa kupokea, ni mkono wa kuomba. Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla wabda biman ta'ul. Na Mtume anasema wakati unapoanza kuutumia mkono wa juu, wakati unapoanza kutoa, anza kwa yule ambaye amekukurubia wewe katika nasabu yako. Wabda biman ta'ul, anza kwa aliye kukurubia mwanzo, usiende mbali kwa kutaka sifa na kutaka kujionyesha ukawaacha jamaa zako, mtoto wa jomba yako, mtoto wa shangazi yako, mtoto wa ami yako, mtoto wa kaka yako, mtoto wa dada yako, hali zao mbaya kabisa, mabibi, mamama, manani, ukaenda kwingine haifai. Anza kwa wale kukurubia mwanzo kwa nasab. Na mtu kakurubiwa zaidi na watu wa nyumbani kwake, anza ndani mle kuwafurahisha watu, kuwatekelezea watu, kuwahudumia watu, hususan ndani ya kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani. Usende ukajitibu mwenyewe nje, ukajichana katika restaurant, ukawaacha watu wako nyumbani hawaonji kitu, hawatamani kitu, wako katika dhiki kubwa. Funga ya Ramadhani yako itakuwa kwenye alama ya kuuliza, imekubaliwa au imekataliwa. Mwenyezi Mungu anajua. Wa khairu sadaqa, Mtume akaendelea kusema, na bora ya sadaka, ma kana an dhahari ghina, ni ile ambayo imekuwa katika uwazi wa kutosheka mtu. Wa maana dhahari ghina, na maana maneno haya dhahari ghina ai ma waqa'at an ghina, kutoa ambako kumeangukia katika kutosheka mtu na mahitaji lazima. Wa ghairi ihtiyajin, na imekuwa yeye si mwenye kuhitajia, ila almutasaddiq, kwenye mtoaji wa sadaka hiyo hahitajie mwenyewe, bihi, hicho anachokitoa, linafsihi, kwa nafsi yake, au liiyalihi, au watoto wake wa nyumbani kawatosheleza kwa kila kitu, sasa ndo ameruhusiwa kutoa kitu kingine nje. Hii ni sadaka iliyokuwa bora sana kuliko ile ya taklif, ya kujiumiza na ya kuwakhini watu wa nyumbani kwa ajili ya kuwapa watu wengine nje. Hiyo si bora. Bora ya sadaka ni ile ambayo imetokezea wakati mtu katosheka nyumbani, mahitaji lazima yako tayari kabisa, mpaka akiba zake anazo kwa yeye mwenyewe na kwa ajili ya wanawe. Hapo sasa kama anatoa sadaka, sadaka hiyo bora sana hiyo. Wa kalimatu dhahari, na neno dhahari lilotumika an dhahari ghina, neno hili yuta biha fil kalami, huletwa neno hili kwenye maneno ya Kiarabu kama ishba'an lahu, kushibisha tu yale maneno. Si kama ni neno ambalo limekuja pale an dhahiri kwa maana ya mgongo labda au hivi, ni kuyashibisha yale maneno yawe na ladha ya kutamkwa tu basi. Wakila, na wakati mwingine husemwa hiya zaidatun fil kalami, ni ziada katika maneno. Katika maneno kuna utamu wake unapozungumza. Kuna maneno basi unayaweka ya kupamba tu ile kalima yako, ile fasaha yako unayapamba tu, unazidisha tu.
wakati mwingine zinakutoka wallahi 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 wallahi. Zile ni kuzidi kutia mapambo katika maneno yanayozungumza, si kama unakusudia kuwapa kasam. Ile ni fi laghwi fi aymanikum, hata Mwenyezi Mungu anazijua ni katika upuuzi na mili zenu. Mwingine kazoea kila kizungumza lazima atumie yahe wewe, kazoea anapamba hivyo. Na mwingine katika maneno yake lazima atie neno tabaan, ndio hivyo. Mwingine kazoea almafrudhu ilivyoelekea ili kufanya hivi, kazoea kutia almafrudhu. Na mwingine atia hivi, na mwingine hivi, na mwingine hivi. Kwa hivyo neno dhahari hapa, an dhahari hina, imekuwa kama ni ziada tu katika maneno. Mtume akaendelea kwa kusema, waman yastafif, na yoyote atakayejizuilia na mambo yaliyoharamishwa. Mmoja wapo aliyoharamishwa ni kuomba, ambao ni mkono wa chini, tumesema huo. Waman yastafif, na mwenye kujizuilia na mambo yaliyoharamishwa yote, likiwemo jambo la kuomba, anajizuilia, haombi upuzi. Akizidiwa na haja anamtafuta mtu ambaye anamkinai, wanajuana siri zao, wametoka mbali, huyo ndo anaweza kumpa shida zake. Bwana we, leo nyumbani kumekaa vibaya, kadha. Hapiti akatanga majiani, nipe kwa mtu yote ambaye hapana, afanye hivyo. Atamchagua yupi msiri wake atakaweza kuhifadhi aibu ile, amstiri kwamba asiseme kuwa fulani kanijia na haja zake na hivi na hivi, hapana. Waman yastafif, na mwenye kujizuilia na yote yaliyoharamishwa, yuifahu Allahu, na Mwenyezi Mungu atamzuilia na yeye vile vile asiingie katika mambo hayo. Lakini kwanza atumie mwenyewe kwanza ujasiri wa kujizuilia. Hana ujasiri, amekuwa ni mwepesi, basi na ataachwa kama alivyo. Lakini kama atatumia ujasiri, ajitahidi, na Mwenyezi Mungu atampa nguvu na vile vile. Yuifahu Allahu, Mwenyezi Mungu atamzuilia asiombe. Waman yastaghni, na yule ambaye atatosheka na halali aliyopewa na Mola wake, yughnihi Allahu, Mwenyezi Mungu atamtosheleza na yeye vile vile. Waman yastaghni, na yule ambaye atatosheka na kile ambacho cha halali kabisa alichopewa na Mola wake, yughnihi Allahu, Mwenyezi Mungu atamtosheleza, ataufunga moyo wake. Hatopaparika na alichonacho mtu, hatohangaika, hatofanya husda, atatosheka na chake yeye, atakithamini kwa ni bora zaidi kuliko yale yote walionayo watu, atajionea upuuzi mtu. Yughnihi Allahu. Hadithi hii rawahu al-Bukhari, amesimlia al-Imam al-Bukhari. Inshallah tutakapokuja katika darsa ya Riyadhus Salihina tutaimaliza tena hadithi hii. Kuna baadhi ya maneno katika lugha hatukuyafasiri, kama neno hili waman yastafif hatukulifasiri, au yughnihi Allahu hatukulifasiri, na baadaye inafuatia madha afada alhadith, hadithi hii imetoa faida nini na nini. Kwa hivyo darasa inayokuja inshallah tutazaidi kuifafanua zaidi hadithi yenyewe. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فردته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا، إلى يوم أن نلقاك
برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم ما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس، يا رب أذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. استر العيوب واغفر الذنوب. اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم أوردنا حوض نبينا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.